Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Antipas kwa niaba ya Mheshimiwa Ishongoma. Dr. Je, serikali ipo tayari kutenga fedha za ujenzi wa kilomita chache barabara ya Lupiro, Malinyi, Kilosa kwa Mpepo na Namtumbo ambayo ni ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali tayari imesaini mkataba wa ujenzi kwa kiwango cha lami kwa utaratibu wa sanifu jenga kwa sehemu ya Ifakara Lupilo Mtimbila yenye urefu wa kilomita 112 ikiwa ni sehemu ya barabara ya kutoka Kidatu Ifakara Lupilo Malinyi Kilosa kwa Mpepo Londo hadi Lumecha mkoa wa Ruvuma, ambapo hiyo barabara yote kwa ujumla wake ina kilomita 435.8 kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Dr. Ishongoma. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa majibu mazuri ya kuanza kutenga fedha ya kutengeneza hii barabara kwa sababu imekuwa ya muda mrefu. Mheshimiwa Naibu Spika, hata hivyo nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza ni je, ni lini barabara ya Mahenge Liwale na Chingwea mpaka Masasi ambayo ina umuhimu kwa sababu inaunganisha mikoa mitatu, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Lindi na mkoa wa Mtwara, ni lini itaanza kujengwa? Swali langu la pili. Swali la pili huwa naliuliza mara kwa mara humu bungeni lakini bado sijapata majibu sawa sawa. Ni kipande cha Kilosa Mikumi na kipande cha Tuliani Mzia. Ni lini vitaanza kujengwa hivi vipande vya barabara kusudi kuunganisha barabara ya kutoka Tanga kwenda mpaka Morogoro na kwenda kwenye mikoa ya kusini? Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Spika, barabara ya Mahenge Liwale Masasi ni barabara ambayo kwa sasa kimsingi haipo, lakini tulitenga katika mwaka huu wa bajeti, na nimelijibu kama sio jana juzi hili swali kwamba sisi kama wizara tumeshatenga fedha kwa ajili ya kufanya upembuzi yakinifu wa hiyo barabara, na nilisema pia naendelea kusema kwamba kwa kuwa ni barabara yote inapita kwenye mbuga ya Selous kwa maana ya Mwalimu Nyerere, tuna wadau wengi ambao tunashirikiana nao ili kufanya usanifu wa barabara hiyo kabla hatujaanza kuijenga. Kwa hiyo sisi kama wizara tumeshatenga na taratibu zimeshaanza ya kufanya upembuzi yakinifu na kuona uwezekano wa kuijenga barabara ambayo itaunganisha mikoa ya kusini na Morogoro. Na Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye swali lake la pili, barabara ya Kilosa Mikumi. Barabara ya Kilosa Mikumi itakuwa ndo mwendelezo wa barabara ambayo swali la msingi kutokea Songea Ifakara kuja Mikumi, lakini watu hawa wanapokuja huku wangependa wapite kuja Kilosa kwa ajili ya kuja Dodoma. Tayari barabara imeshafanywa usanifu na tumeshaanza kujenga kwa awamu. Kwa mfano kutoka Dumila mpaka Kilosa tayari, na sasa hivi tunatafuta fedha kujenga Kilosa kuja Mikumi ili sasa tuweze kuunganisha Mikumi na Kilosa kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Keti. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Kumekuwa na ahadi ya muda mrefu ya serikali ya kujenga kipande cha barabara ya lami kilomita 10 kutoka Waso kwenda Loliondo wilaya Ngorongoro mkoa wa Arusha, lakini mpaka sasa ahadi hii haijatekelezwa. Je, ni lini sasa serikali itatekeleza ahadi hii kwa wananchi wa Ngorongoro? Mheshimiwa Waziri kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli usanifu ulishakamilika na maelekezo yalishatoka kutoka kwa Makamu wa Rais kwamba barabara hiyo ijengwe. Tumeshakamilisha taratibu zote. Kwa sasa hivi tunatafuta fedha kumlipa mkandarasi malipo ya awali ili kipande hicho cha kilomita 10 kiweze kujengwa. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Oran Jenza. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Je, ni lini serikali itaanza ujenzi kwa kiwango cha lami kilomita 22 za barabara ya Isionje Kikondo? Mheshimiwa Waziri.
Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara aliyoitaja ya kutoka Isionje kwenda Kikondo ni barabara ambayo inaunganisha mkoa wa Mbeya na mkoa wa Njombe, na haishii Kikondo, kimsingi inakwenda Makete. Na katika barabara yote yenye kilomita karibu 96.4 imeshafanywa usanifu, lakini tumeshaanza kuijenga kwa kiwango cha lami. Na serikali tuliamua tujenge eneo ambalo ni korofi, eneo la katikati ambalo ni eneo la Kitulo kwenda Iniho katika ile mbuga ya Kitulo. Kwa hiyo tumeshaanza na mkandarasi yuko site, wakati tunatafuta fedha ya kukamilisha vipande vingine kwa mkoa wa Mbeya, lakini pia upande wa kutokea Makete. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Butondo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Barabara ya Kolandoto kwenda Mhunze ambayo ni makao makuu ya wilaya Kishapu ni barabara ambayo ipo katika mpango wa bajeti ya mwaka huu ambao tunakwenda kumaliza. Na katika bunge lililopita nilipata majibu ya serikali kwamba barabara hii inaenda kutangazwa na kimsingi imo kwenye bajeti hii. Sasa nataka nipate majibu ya serikali. Ni lini barabara hii sasa inaenda kutangazwa na kuanza kutekelezwa? Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli tumeipanga, iko kwenye utaratibu wa kuanza kujengwa kipande hiyo barabara ambayo ni sehemu ya barabara zetu kuu katika nchi yetu. Tunachosubiri sasa hivi ni kuitangaza hiyo barabara kama tulivyokuwa tumeipanga kwenye mpango wa bajeti wa mwaka huu wa fedha. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Kawaji andaye Gezebuke. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa kuwa hii barabara hii inatoka na Mtumbo kupita Marinyi mpaka Ifakara, serikali imetuambia itajenga kwa awamu. Na je, kwa wakati huu inaweza ikatufungulia kutusafishia wakati inajenga kwa kiwango cha lami, basi angalau tuwe tunapita kuitumia njia hiyo kwa kiwango hicho cha changarawe? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, hii barabara ilikuwa imetangazwa yote, na kwa hiyo tulitegemea mkandarasi ambaye angekuwepo angeweza kuwa anaifanyia matengenezo. Baada ya kufanya utaratibu, tumeshawaagiza mameneja wa mikoa ya Ruvuma na Morogoro kuhakikisha kwamba kile kipande ambacho kitajengwa ataendelea na mkandarasi, lakini vipande vilivyobaki regional managers wa TANROADS wahakikishe kwamba wanazikarabati kupita kipindi chote cha mwaka. Kwa hiyo kwa kiwango hicho cha changarawe kama alivyosema Mheshimiwa mbunge wa Namtumbo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Gezebuke, janda ya Mheshimiwa Lima. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Je, ni lini serikali itajenga barabara ya kutoka Kitanga, Kigadye, Helushingo, Nyarugusu mpaka Makele kwa kiwango cha lami? Waziri. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa barabara hii inafanyiwa usanifu ambayo ni barabara ya mpakani kati ya Tanzania na Burundi, lakini kilichofanyika kwa sasa ni kuunganisha kwanza wilaya ya Kasulu na wilaya ya Kibondo, ambapo daraja lililokuwa la Malagarasi lile ndio linahamishiwa pale na mkandarasi yuko site, wakati tunajiandaa sasa kutafuta fedha baada ya kukamilisha usanifu kuweza kuijenga kwa kiwango cha lami, na hasa tukizingatia hilo eneo Mheshimiwa Naibu Spika, ndio kutakuwa na kuna shamba kubwa na kiwanda kikubwa cha miwa, lakini pia ni barabara ya mpakani. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Naibu Spika, serikali inadaiwa na wakandarasi shilingi trilioni 1.3, lakini vile vile kutokana na kutokulipa mnadaiwa riba shilingi bilioni 136. Ndio maana barabara zimekwama. Kwa nini Mheshimiwa Naibu Waziri unawapa wabunge majibu ya matumaini ambayo najua hayatekelezeki? Mheshimiwa Lima, swali hili kwa ujenzi wa barabara umeingia kwenye masala. Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Neema Mwia Mgaya. Je, lini serikali itaanza kujenga kwa kiwango cha lami barabara ya Njombe, Kibena, Madeke, Lupembe kuelekea mkoa wa Morogoro? Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeanza ujenzi wa barabara ya Njombe, Kibena, Madeke hadi Lupembe. Samahani Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeanza ujenzi wa barabara ya Njombe, Kibena, Madeke, Lupembe hadi Mikumi
mkoa wa Morogoro kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Sehemu ya Mikumi hadi Ifakara yenye urefu wa kilomita 109, ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami umekamilika. Sehemu ya Ifakara Mbingu kilomita 62.5 na Mbingu Chita kilomita 37.7, kazi za ujenzi kwa kiwango cha lami zinaendelea. Kwa sehemu iliyobaki ya Chita hadi Kibena ambao ni mkoa wa Njombe kilomita 246.44, serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kuendelea na ujenzi. Mheshimiwa Deo nani Sanga. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nichukue nafasi hii kuipongeza serikali kwa majibu mazuri, lakini kwa sisi wana Njombe hususan watu wa Lupembe, hii ilikuwa ni moja kati ya ndoto zao kuona barabara inayotoka Morogoro inapita Mlimba inakuja hadi Lupembe na inakuja hadi Njombe inajengwa, na serikali niweke wazi kwamba wamefika kwenye eneo tayari mkandarasi na anaendelea na taratibu zingine. Kwa hiyo kwa niaba pia ya Mheshimiwa Nemba tunashukuru sana, kwa niaba ya mbunge wa jimbo tunashukuru. Maswali yangu ni mawili. Swali la kwanza, je, ni lini hivyo vipande viwili vilivyobakia upande wa Morogoro na upande wa kuja hadi Njombe mjini vitaanza pia kutangazwa ili anze kujengwa? Swali langu la pili, umezungumza wakati tunajibu swali la namba 38, umezungumza kuhusu kipande cha Makete Kitulo kuelekea Mbeya, barabara Isionji. Ni kweli mkandarasi amefika, ni kweli mkandarasi ameanza kazi, lakini hivi ninavyozungumza muda huu magari mengi yamekwama barabarani kwa sababu ya hali mbaya ya barabara. Ni ipi maelekezo ya serikali kwa mkandarasi muda huu aweze kunasua na barabara iweze kupitika ili wananchi waendelee na shughuli za kiuchumi? Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba nianze kujibu swali la pili la Mheshimiwa mbunge la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi hiki cha masika na hasa pale ambapo tunakuwa na ujenzi, tunakuwa na hizi barabara za mchepuko kwa maana ya diversions. Na maeneo mengi kwa sababu barabara inakuwa si imara sana kama barabara yenyewe, mvua ikinyesha kubwa ama inaondoa tuta ama inafanya ile eneo isipitike. Lakini nataka nitumie nafasi hii kumwelekeza meneja wa mkoa wa Njombe kuhakikisha kwamba anamsimamia mkandarasi ambaye yuko site kukwamua magari yote ambayo yamekwama ili wananchi wasipate hiyo adha. Na katika swala lake la pili la vipande vilivyobaki kutangazwa, nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na wananchi wa Njombe na hasa mbunge wa Lupembe, tunavyoongea sasa hivi, jana zabuni imefunguliwa ambayo ilishatangazwa kilomita 42 kutoka Kibena hadi kijiji kinaitwa Kidegembe, kilomita 42 ambayo ilikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Tayari zabuni imefunguliwa, kwa hiyo tutategemea kazi itaanza haraka iwezekanavyo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Kunambi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Barabara hii ya Morogoro Njombe boda kupitia Mlimba, kipande cha kutoka Ifakara Chita, kipande cha kutoka Ifakara Mbingu Igima, tayari mkandarasi yuko site. Sasa Mheshimiwa Waziri, naomba nijibu kwa nini mkandarasi hajaanza kazi na yupo site? Huu ni mwaka wa pili. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi tunaposema barabara imeanza kujengwa ni kwamba taratibu zile za manunuzi ya mkandarasi ameshaenda site. Tunajua kwamba tayari tumeshaanza mchakato wa kwanza kuijenga, na ambacho kinafanyika sasa hivi ni kumlipa advance huyo mkandarasi. Kwa hiyo kipande cha kwanza tayari ameshalipwa na tunategemea muda si mrefu kipande cha pili mkandarasi atalipwa, ili vipande vyote vinavyokamilisha kilomita 100 vianze kujengwa kwa kasi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Tekla, jiandae. Mheshimiwa Zakaria. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Ni lini barabara ya kutoka Kiranjeranje na Njilinji kwenda Ruangwa itajengwa kwa kiwango cha lami? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, hii barabara ya Kiranjeranje kwenda Ruangwa tumeshafanyia usanifu barabara yote. Lakini hii barabara pia Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nijulishe Mheshimiwa bunge na wananchi kwamba pia ina mito mingi mikubwa ambayo ilikuwa ni mtihani mkubwa kupita hapa. Tunachoongea sasa hivi madaraja matatu ambayo kwa katika daraja hili Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatafuta fedha ambazo kwanza tutahakikisha kwamba tunaijenga hayo madaraja ya kudumu,
likiwepo daraja la mto Mbwemkuru ambao ulikuwa ni mtihani, mvua ikishanyesha hapapitiki. Kwa tukishakamilisha hayo madaraja, sasa ndo tutaanza kujenga hiyo barabara yote kwa kiwango cha lami, lakini kwanza wananchi wawe na uwezo wa kupita kwa mwaka mzima. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Zakaria. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa kuwa mkandarasi wa Kichina anayejenga barabara ya Mbulu Garbabi ametelekeza mradi huu kwa zaidi ya mwaka sasa, na kwa kuwa barabara hiyo imekuwa kero kubwa sana kwa wananchi wa Mbulu, je, ni lini serikali itamrudisha huyu mkandarasi ili akamilishe kazi iliyoko kwenye mkataba wake? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli tayari Mheshimiwa mbunge alishafika ofisini na kutoa hiyo changamoto. Tumeshatoa maelekezo kwa meneja wa mkoa wa Manyara kuhakikisha kwamba mkandarasi anarudi hata kama hajaanza, lakini ana wajibu wa kuhakikisha kwamba barabara hiyo inapitika kipindi chote na hasa katika kipindi hiki. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba wakati tunatafuta fedha ya kumlipa, lakini ile kazi ya kuhakikisha watu wanapita haifanye kwa sababu ni wajibu kimkataba. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Flatei. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Nishukuru kwanza serikali kukubali kujenga barabara ya Haydom kwenda Labai. Na kwa kuwa mkandarasi yuko site na hamjamlipa fedha, je, lini mnamlipa fedha ili barabara hiyo ikaanza? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyosema katika majibu mengine, wakandarasi wote ambao wamesha kwenda site, sisi kama wizara tumeshapeleka madai yao, hati za madai Wizara ya Fedha, na Wizara ya Fedha wametuhakikishia kwamba muda si mrefu wakandarasi hao watalipwa malipo yao ili waweze kuendelea na kazi, ikiwepo na hiyo barabara ya Mheshimiwa Flatei Matei kama alivyouliza. Kwa hiyo tuna uhakika wananchi kwamba wakandarasi watalipwa, lakini cha muhimu mkandarasi aendelee kufanyia matengenezo hiyo barabara katika kipindi hiki hasa cha mvua. Mheshimiwa Mafue. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Barabara ya Kwasadala Kwale Lemira kilomita 15. Serikali iliahidi mwaka wa fedha huu kufanya upembuzi yakinifu. Swali langu ni lini sasa serikali itaanza ujenzi kwa kiwango cha lami barabara hii ya Kwasadala Kwale Lemira kilomita 15? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, tuliahidi na tunachofanya sasa hivi kwa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Hai ni kwamba tunavyoongea sasa hivi kazi tunaofanya mwaka huu, barabara ilikuwa hajasanifiwa, ni kuifanyia usanifu barabara yote, ikiwa ni pamoja na sasa kulijenga lile daraja la Kikafu Juu ambalo tayari mkandarasi yuko site kulijenga hilo daraja. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa Gambo. Jiandae Mheshimiwa Gulamali. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya Arusha Kibaya Kongwa lini itaanza kujengwa kiwango cha lami, nasa kuzingatia kwamba Arusha tutanufaika na barabara ya njia 4 kutoka kona ya Mbauda mpaka Mkombolombo ambako tunakwenda kujenga stendi ya kisasa, lakini pia na kona ya Xelian hadi bypass kule kwenda Fan Retreat. So itaanza lini ujenzi wake? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara aliyotaja Mheshimiwa mbunge wa Arusha mjini ilikuwa ni sehemu ya zile barabara za IPC+F. Na baada ya kufanya mabadiliko ya ujenzi, barabara hii itajengwa kilomita 70 kuanzia Arusha, na barabara zote hizo alizozitaja ni sehemu ya ujenzi wa hiyo barabara. Na tunapoongea tarehe 11 Februari tulisaini mikataba kwa sababu wakandarasi wa awali ndio hao ambao watajenga. Kwa hiyo tunategemea na sasa tukijua barabara hizo pia zitahudumia sana mashindano AFCON, kwa hiyo tuko makini tutakapokuwa tumekamilisha taratibu zote, barabara hiyo inaanza kujengwa kipindi hiki cha mwaka wa fedha. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Gulamali, kabla hujauliza swali, kuna tukio la kitaifa jana, hebu kidogo pongeza alafu nini. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza ni wapongeze tu Simba kwa kufuata nyayo za Yanga. Hongereni, bado hamjafikia fainali. Nikuombe Mheshimiwa Naibu Spika, niombe sasa kumuuliza swali Mheshimiwa Naibu Waziri. Kwa kuwa sasa ni miezi 5 toka tupate mkandarasi wa kujenga barabara ya Choma, Ziba, Mkinga mpaka Puge.
je, ni lini tutasaini mkataba kwa ajili ya kuanza kwa kazi hiyo ya ujenzi? Asante. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba tu nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tunaposaini mikataba tunakuwa tumefanya mawasiliano ya karibu na tumeshawasiliana na wenzetu wa Wizara ya Fedha kwa barabara zote ambazo ziko tayari kuzisaini. Basi tunaposaini tuwe na uhakika kwamba zinaenda kuanza kujengwa, ikiwa ni pamoja na hii barabara ya Mheshimiwa Gulamali ya Choma kwenda Ziba. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.